Somo langu naliita tuko nyumbani. We are home. Tuko nyumbani. Ndio somo letu ambalo nataka tuangalie kwa kifupi, muda wa kama nusu saa tu hivi tutakuwa tumemaliza. Waefeso 2 kuanzia kifungu cha 11. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Nataka uangalie sifa mbaya ambazo tulikuwa nazo. Kifungu cha 11 Waefeso mlango wa 2. Nataka tuangalie sifa zetu ambazo tulikuwa nazo pale kwanza, kabla tumpokee Yesu maishani. Kumbukeni ya kwamba zamani zile mlikuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa, yani wasio wa maagano, ndio maana wasiotahiriwa, na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani watu wenye maagano na Mungu. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, iko kifungu cha 12. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Narudia tena hapo. Unaona, fikra hizi ndizo zimetawala watu sana, kwa sababu huo ndio ukweli. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, tulikuwa hatuna Mwokozi, tulikuwa tumefarakana na jamii ya Israeli, watu wa agano, tulikuwa wageni wasio wa maagano ya ahadi ile ya Ibrahimu. Naongeza hapo kwa sababu ni ahadi ile ya Ibrahimu. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Narudia tena, nataka musikie maneno. Hivi ndivyo tulikuwa. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, yani hamna Mwokozi, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Ni ahadi ya Ibrahimu, hatukuwa na maagano hayo. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Hii ndio mindset ambayo nataka leo tuiondoe. Ndio nasema we are home, tuko nyumbani. Baada ya kuokoka ni lazima transit, tutoke kutoka kujiona wewe na Mungu uko mbali, tutoke kujiona kwamba wewe na Mungu ni wageni, yani si mwenyeji, tuingie katika hali ya kuwa tuwenyeji na tuko nyumbani. Hiyo transition ni muhimu sana. Sasa hapa Mtume Paul anazungumza hiyo. Narudia tena hapo. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Utaka kuijia hiyo ahadi, ni ahadi ya Ibrahimu ambayo tunaipata katika Wagalatia mlango wa 3 kuanzia kifungu cha 12 mpaka 29. Wagalatia 3:12 mpaka 29 kinaeleza hilo agano na mafarakano yaliyokuwapo, lakini Kristo akaja akaondoa, akatukusanya, akatuleta pamoja. Acha niwasomee tu for the sake of. Alafu tutarudi kifungu cha 13
Wacha niruke niende hapo, kwa sababu kuna mwingine hana hata Biblia, au mwingine ambaye angetamani kujua hata hajui Biblia afunguliwaje. Katika Wagalatia mlango wa 3 inazungumzia kuhusu, kuanzia kifungu cha 12 inataja Torati, alafu inaendelea inabadilisha maneno. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Sasa narudi kuhusu ile ahadi. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Alifanywa laana ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Haleluya. Endelea kusema, ndugu zangu, na nena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu abatilishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao, kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Nisemano ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu. Torati iliyotokea miaka 430 baadaye hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimpatia Ibrahimu kwa njia ya ahadi. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezaye kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Lakini andiko limewafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria. Tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Pokea hiyo sasa. Ile tumesema zamani tulikuwa tumefarakana na Mungu, tulikuwa wageni, hatuna ahadi ya Mungu. Sasa katika Kristo tunapikwa mpaka tumefika sasa, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Na kama nyinyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Haya, turudi sasa Waefeso yetu mlango wa 2, pale tumekuwa tumeachia. Kwa hivyo tunaona tumesoma Waefeso 2, naanzia tena kifungu cha 12, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Umeona hiyo ahadi sasa? Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Unaona, usiposhika hapa, huko mbele hakutakufaa. Niwashie fane. Ile neno nasikia Roho anasema hivi,
tuondoe ugeni kwa Mungu. Tuondoe ugeni kwa Mungu. Our definition ya sisi kabla tukaweze kumkubali Kristo ni verse 12, kwamba zamani zile mulikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile ambayo tumesoma katika Galatia, mulikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. That is our past. Lakini Bwana Yesu alipokuja kuondoa torati, the enmity, aliondoa ule uadui, akaja akatupatanisha sote wawili, akatufanya jamii moja ya Mungu. Sasa Yesu ni brother na Mungu ni father. Haleluya. Sasa sisi tumekuwa wana. Tuanzie verse 13. Lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza, ni sisi mataifa sasa, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. That is the law. The law ndio kiambaza kilichotutenga, Torati. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Amani ya sisi na Mungu ilishughulikiwa na Kristo Yesu, si wewe. Na Yesu akahakikisha kila kitu ambacho kingesababisha sisi na Mungu tukaweze kuwa na uadui, Kristo alishughulikia. Yaani kila kitu ambacho kingefanya wewe uwe haustahili, haufai mbele zake Mungu, Kristo alikishughulikia. Kwa hivyo akaja akahubiri amani kwa wale waliokuwa mbali, ndio sisi, na wale waliokuwa karibu. Inasema verse 16, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba. Akawapatanisha, past tense. Akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa, ukitoka kwa hii room, tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Yaani kwamba sisi tumekuwa jamii ya Mungu. Msingi wa imani yetu ni mafundisho ya mitume na manabii na Bwana wetu Yesu Kristo, yanatuambia hivyo. Hiyo ndiyo title deed yako ya kusema mimi ni wa Mungu na Mungu ni wangu. Mimi ni mbarikiwa wa Mungu, ni yale mafundisho ya Kristo na manabii na mitume. Ndio nasema mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Yaani yale mafundisho ya mitume na manabii yanapimwa na jiwe Yesu, yanapimwa na mafundisho ya Yesu. Ukiangalia hii nyumba, ile kona kuna jiwe, fundi huweka jiwe lile la kona na la kona, alafu akaweka tu kamba. Haya mawe ya katikati yanafanya kuwekwa tu yakiwa nafuata ile kamba. Sasa kila fundisho ambalo liko kinyume na mafundisho ya Kristo na mafundisho ya mitume unalitoa nje. Na mafundisho
ya Bwana wetu Yesu Kristo nasema sisi sasa ni jamii ya Mungu, ni warithi pamoja na Kristo. Sisi ni wana wa Mungu, tunatambulikana na Mungu, ni warithi pamoja na Yesu. Fundisho lingine nje ya hayo tupilia mbali. Halafu katika ufunuo huo, verse 21, katika yeye jengo lote likiungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kwa maskani ya Mungu katika Roho. Nimesema nina maneno machache sana. Ugeni unasumbua kanisa. Ugeni unasumbua kanisa. Ndio unaona hata kama unaomba kama Mungu yuko mbali sana, ni ung'ang'ane umtafute ndio mpaka akusikie. Na ndiposa ukija kwa maombi pia, wengine tunabadilisha sauti. Ile sauti tunazungumzia, tukiingia kwa maombi tunaibadilisha kwa sababu tunaona ile natural voice katika maombi Mungu hataisikia. Kwa hivyo tunabadilisha, tunanena na sauti zingine za kiajabu ajabu. Hii ni kwa sababu ndani hatuja kubali ya kwamba tumefika nyumbani. Na wakati wote ukiwa wewe ni Mkristo na haujafika, utakuwa wa kuhangaika. Sasa leo nataka nikwambie tumefika. Aliyetufikisha ni Bwana wetu Yesu Kristo. We are home. Tumefika. Kule nje shetani angekusumbua. Kule nje ungefunga na kuomba ili upate baraka zako, manake uko nje umefarakana na Mungu. Lakini hapa nyumbani Kristo ashashughulikia kila baraka ambayo ni yako. Ashashughulikia, ashailipia. Ndiposa Wakorintho wa pili mlango wa 1 kifungu cha 20 kinasema ahadi zote zilizoko katika Mungu sasa ni ndio katika Kristo Yesu. Sasa wewe uliketi hapa na wewe unanisikiza, kitu kimoja ni hii, lako ni kusema amen. Tusome hapa Wakorintho wa pili mlango wa 1 kifungu cha 20. Tumeona katika Wagalatia ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametusababisha tunachukua baraka zote katika Ibrahimu. Tena tunachukua baraka zote ambazo zilikuja na Kristo. Baraka ziko mara mbili. Kuna baraka ambazo zilikuja na Ibrahimu, zilikuwa zinapitia Waisraeli. Yesu ni Mwisraeli, ni zake akazichukua. Alafu kuna baraka za wokovu ambazo hata Ibrahimu hakuwa nazo. Hizo nazo pia tunazichukua. Sasa nasema maana ahadi zote za Mungu, ahadi za tangu Adamu na Hawa mpaka ufunuo, ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Yaani zimethibitishwa ni zetu. Tena kwa hiyo katika yeye tunasema amen. Mungu apate kutukuzwa. Nasema hivi, umeingia hapa kanisani. Sasa ukitoka, tupa fikra za kustruggle in life. Tupa fikra za kung'ang'ana na mashetani. Tupa fikra za maradhi na magonjwa. Tupa hizo. Tupa fikra za ufukara. Tupa fikra za kujiona uko peke yako. You are home. Uko nyumbani. Na uko nyumbani na Mungu Baba katika Roho wake Mtakatifu sahihi. Maana Roho Mtakatifu tuko naye. Tumeketi pamoja na Kristo, imetangazwa
juu mbinguni na duniani. Sisi ndio tunatawala hii dunia. We are home and in control. Revelation chapter 5. Nataka nikuambie pia hizo ahadi za Ufunuo mlango wa 5 ni zetu. Ufunuo mlango wa 5 kuanzia kifungu cha 9. Kifungu cha 9, wewe ukiwa una shaka, malaika hawana shaka mpaka wanaimba kukuhusu wewe. Hebu sikia malaika vile nakuimbia. Inasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Wanamwambia Yesu sasa, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kufungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Hata Wagiriama si wapo? Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Yaani hao watu wote ambao wamenunuliwa kwa damu ya thamani ya Kristo Yesu, tumefanywa. Si tunafunga na kuomba tufanywe. Ndio nimewaambia, unapoendelea kuifahamu kweli ya Mungu, maombi ya vitu vingine yanaondoka. Kwa sababu vitu vingine ni kwa sababu haujui ni wewe tayari. Ni kama mimi naomba, Bwana, naomba unifanye na mimi niwe mume ili nioe. Na pili utakuja mtu akusimamisha kwambia, ndugu, wewe ni mume tayari. Sema, lakini sijapata mke nikazaa. Sasa si kama ni mume au ni mke. Wewe ni mume. Ngoja utaoa. Unaona hiyo? Sasa wakati mwingi tunalia na kuomba, Bwana, naomba ukanibariki, naomba unipe ushindi, naomba Bwana unizunguke, naomba Bwana unipokee, pokea maombi yangu. Mungu anasema you are home. You are home. Leo nataka tuondoe mindset ya ugeni. Tuondoe mindset ya kuonewa. Hiyo ilikuwapo. Ilikuwapo kabla tumkubali Yesu. Tukubali, ilikuwapo. Lakini sasa wewe ni mwenyeji wa jamii ya mbinguni. Posa Bwana Yesu anasema, ninaenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Alafu anasema, sina haja niwaombee tena, kwa sababu kama nipendavyo Baba ndivyo akupendavyo wewe. We are home. Halafu hapa anatuambia ile nafasi yetu ya uungu. Huyu Bwana wetu Yesu alipochukua ahadi zote za Mungu na kuziandika kwa jina letu, akatufanya kuwa ufalme. We are kings. Sisi ndiyo kusema. Akatufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Na sisi ndio tunatawala duniani. Kumbuka ni wimbo Ni wimbo unaimbwa. Malaika wanaimba. Wanasema wewe umefanywa ufalme, umefanywa kuhani, na wewe ndiwe unamiliki. Na hawa walipokuwa wakiimba kule mbinguni hawakuwa peke yao. Yaani waimbiwa wewe Arin tu. Hayo yote waimbiwa wewe. Halafu wale wengine wanasemaje? Yohana anasema, nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Yaani hao wote wanasikia huu wimbo, nao waimba wimbo wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu, Bwana Yesu, na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Wanaimba tu hao viumbe. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki. Sikia hizo nyimbo. Halafu Yesaya bado asema, Bwana, mimi mnyonge, Bwana unihurumie. Kumeimbwa.
kumeimbwa. Tena maandiko nasema hakukuimbwa tu ikiwa ni hao viumbe na Mungu. Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000. 10,000 power 10,000. Nyinyi walimu niambieni watu wangapi hao? Halafu 1000 mara 1000. Hao wote wanashangilia huo wimbo wa wewe, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka kwa ajili yetu. Naongeza hapo, maanake huo ndio ukweli wa maneno. Yaani Bwana Yesu amepokea nini? Uweza, power. Amepokea utajiri wa kiungu, amepokea hekima, amepokea nguvu, amepokea heshima, amepokea utukufu, amepokea baraka. Yote tumebarikiwa na baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Zote hizi 7 tunaambiwa semeni amen. Alafu inaendelea kifungu cha 13, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na alivisikia vikisema. Kumbe nao vilikuwa vyashuhudia hayo maneno, baraka na heshima na utukufu. Wana eko hayo maneno yao wengine, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Walioanza wimbo ni wenye uhai 4 na wazee, wakasababisha dunia yote ya mbinguni inaimba wimbo mmoja wa kusherehekea kutawadhwa kwako katika hiyo nafasi yako. Sasa nasema hivi, futa hiyo kujisikia kwamba wewe ni duni. Futa hiyo ukienda mbele zake Mungu. Yaani mtu mmoja alisema hivi, havitaki imani tena. Hatuombi kwa imani, tunaomba kwa kujua. Sijaona hata siku moja wewe Grace waje kuomba kwa imani hapa kwa. Nisikie hivi. Hadi maneno ya Roho ananena haya. Nisikie hivi. Ondoa akili za ugeni. Ondoa akili za kujiona wewe uko mbali na Mungu. Uko nyumbani saa hii. Wimbo uliimbwa na wewe ukashangiliwa kuwako kwako mbinguni. Haukuingia mbinguni halafu yule kama yule ndugu ya mwanampotevu akasema, kwa nini mwasherehekea? Kwa nini mwapiga shangwe? Nakumbuka yule ndugu ya mwanampotevu aliposikia kuna sherehekea, akaambiwa ndugu yako amerudi, alikuwa amepotea. Yesu alisema hapa duniani, lakini mbinguni unasherehekewa, umesherehekewa na mbingu yote. Yesu alifanya kusema tu kuna furaha mbinguni, malaika wanashangilia kwa mtu mmoja anapotubu. Lakini Yohana alipoenda akaonyeshwa detail. Siku ile ulisema Baba, mimi naja kwako, mimi ni wako. Walishangilia ndio, lakini kuna sherehe yenyewe iliyoidhinishwa anayeokoka. Sherehe hii ni kwa ajili ya wote. Hata kabla uokoke ulisherehekewa. Tunatembea pamoja. Inaomba hii leo ukiondoka hapo unaenda kwa ule mlango, ondoa hofu ya shetani, ondoa hofu ya ufukara, ondoa hofu ya utupu. Hiyo ndio adui yako, si shetani. Kila kitu ni chako.
Kila kitu umepewa. Sasa hayo maneno si kuambii maneno ni kutie moyo. Huu ndio ukweli. Ukatae, uache, huu ndio ukweli. Wewe sasa ni mbarikiwa wa Mungu. Sauti yako mbingu inasikiza kama mwenye haki wa kusikizwa mbinguni katika Yesu. Mashetani hauna haja ung'ang'ane nayo. Zungumza tu, yanaenda. Ni nini ambacho kimepungua katika maisha yako? Nena na Baba, utakipewa. Nimesikia niwaambie, it's a new beginning. Nasikia hii kanisa inatembea katika hatua za kinabii. It's a new beginning. Umefika nyumbani. Shetani ni juu yako wewe kumnenea, si Mungu. Wachawi ni juu yako wewe kuwanenea, si Mungu. Chochote ambacho unaona unatatizika nacho, unamuuliza Mungu akupe hekima yake. Wacha kung'ang'ana kusumbuka tena. Kama ni hekima ya kitu, tumeona vitu 7. Hekima iko hapo ndani, achukue. Ndio ni muhimu sasa tuwe na muda mwingi mzuri wa kushangilia ushindi huu wetu, na unapoenda mbele zake Baba, ondoa moyo wa kuomboleza. Enda na moyo wa kupokea na kushukuru, manake uko navyo tayari, ni vyako. Mtu mmoja akasema, kama unaenda kuomba na unangoja kupokea, inamaanisha ulikuwa haujapewa hapo kwanza. Yaani, nichukue mfano gani? Grace, njoo. Hai, shika. Toka kae. Niko nayo hapa mimi. Nimempatia nani? Grace. Alafu Grace kwa hapa ananiambia, Daddy, naomba iPad. Daddy, naomba iPad. Kwa imani naona utanipatia. Itakuja kweli? Ukisema Daddy, nashukuru kwa iPad. Sijajua kuitumia, nifundishe na itumiaje, maana uko nayo tayari. Sasa unaona, maandiko nasema tunaingia nywani mwake kwa shukurani. Baba, nakushukuru manake ahadi zote zilizopo katika Kristo ushanipa ni zangu. Kwa hivyo tunasema asante Baba kwa ahadi hizo. Sahihi kuna uhitaji wa jambo fulani, nami nachukua kwa jina, we possess. Ndio Bwana Yesu anasema, mkiomba aminini mumepokea, kwa sababu tayari mshapokea. Mmoja akasema maombi yetu sasa ni ile kusema tu asante, kwa sababu ni chako, lakini bado kiko kwa meza yangu. Ni kusema tunasema sasa lete kuonyesha. Yaani kuja kusemaje? Si iko hapa. Alafu Grace yuko pale. Anakuja nafanya ya njoo. Anasema, haya Daddy, nimeikujia, asante. Unaelewa hiyo? Sasa ahadi zote zilizopo katika Mungu ni ndio na amen, si ndio? Lakini ziko chini ya nani? Na Bwana ameweka vitu vyote miguuni pa nani? Pa Kristo Yesu. Lakini si vya Yesu, ni vyako. Kwa hivyo langu ni kusema, Daddy, nakushukuru. Nimekuwa na 1 2 3, sasa nashukuru, nimekuja nachukua. Ndio nasema ombeni, mkishaomba aminini mumepokea. Si mkishaomba ngojeeni mtapokea, kwa sababu ulishapokea tayari. Once given, you cannot be given again unless you are not given in the first place. Hii ni statement iliandika. Kakae. Tupatie makofi dada.
Sikia hivi, leo ukitoka hapa, ni nini kimepungua maishani mwako? Ni afya. Kamwambie Bwana asante, na kuanzia sasa ugonjwa si sehemu yangu, na nainuka kutoka kwa ugonjwa in the spirit. Inuka na ukatae, imeisha. Sikia hilo neno, sila Yusufu Mangi hili. It is a new beginning. Toka kwa kila ambacho kilikuwa kimekufunga sasa. Toka. Watokaje? Asante Bwana, nilikuwa nahangaika, sina hekima na maarifa ya mapato. Sasa Bwana, nachukua hekima na maarifa ya biashara, nami nianze kufanya biashara na mapato yangu. Asante, rehema zako, tetezi wako unami, nitafanikiwa. Nainuka, alafu natarajia kuona hekima ya Bwana. Utaanzia wapi uendeje? Yaani sasa ni wakati wa kuinuka. Toa ile fikra. Hata kama ni maumivu ya aina gani, yamekuwa muda gani, umesumbuka muda gani, hata kama umekuwa umetatizika kimawazo namna gani, nimekuambia ni saa ya kutoka. We are home. Chochote ambacho kilikuwa kimekuzuia, kimekutatiza, leo kama ni hekima imekosekana, kamshukuru Bwana kwa hekima ambayo viumbe vyote mbinguni walishangilia ya kwamba ushanipa. Evidence iko, wote wameona umepewa. Shetani ameona umepewa, na upossess. Ndio maana nasema ahadi zote zilizo katika Mungu ni ndio na amen. Amen. Amen waisema wewe, ili Mungu akapate kutukuzwa. Kwa hivyo kila unachoomba sahihi, amini umepokea. Na kama umepokea, ishi kama umepokea. Siku ile nilipokuwa, Bwana ameniambia huo ufunuo ya kwamba yeye ni baba. Hivyo ndivyo nilifanya. Babangu nilipokuwa siwezi kuinuka kwa sababu ya sumu ya nyoka, wakaja wakaniangalia, wakaniona ni kama ambaye nitakufa anytime. Baba aliposema, mwanangu, ingekuwa ni asubuhi, hata kama nikukubeba, ningekupeleka hospitalini. Lakini sasa sina pesa, hakuna gari, sijui nifanyeje. Tuombe Mungu kufikia asubuhi. Maana yake alikuwa hawana matumaini kutafika asubuhi. Alipomaliza hiyo tu, sauti kasemaje? Kama vile baba ahurumiavyo watoto wake, ndivyo Mungu ahurumiavyo wamchao. Nikasema, kama Mungu ananihurumia kama baba, ananihitaji ndio hospitalini kweli? Si sasa inapona? Ndio nilimwambia Mungu, nakuomba Mungu, ngoja kidogo. Nilisikia sumu ya nyoka hutambaa. Naomba nisikie sumu ya nyoka vile natambaa kwa mwili, kwa sababu palipo na Mungu hakuna mauti. Kama nikaenjoy sumu ya nyoka kidogo, kumbe sumu ya nyoka huenda hivi. Lakini sikuisikia kitambaa. Hiyo sikuisikia kitambaa, hata kama ilikuwa hainiondoi. Siwezi kuondoka, siwezi kugeuka, mpaka kichwa baba ndiye ananigeuza. Baba nigeuze kichwa, manake sumu ilikuwa imenibana mpaka kuinuka siwezi. Lakini nilipopata hii kweli ambayo nakuambia leo sasa, you are home. Sikuomba nikasema navunja nguvu za sumu, nina bind, I lose. Hata ikuwa hiyo. Ni ufunuo tu ulikuja tu, kama vile baba anavyojali watoto wake. Si unajua ni Zaburi 103 kifungu cha 13. Kama vile baba anavyohurumia watoto wake, ndivyo Mungu anavyokuhurumia wewe. Sahi nikasema basi ngoja. Na asubuhi ilipofika nilisema, baba, asubuhi imefika, sasa nainuka. Sikuomba sasa nakemea sumu sasa. Asubuhi imefika baba, nainuka. Na nikainuka mpaka leo nimeinuka, natembea tangu 1983 wakati huo. Mpaka leo natembea, miguu yangu haina shida. Baba ananiambia, mwanangu, utaanguka, wacha mizaa. Namwambia nimepona. Niliponywa na nini? Si maombi, ni revelation. Sasa ufunuo unakuambia, ukitoka hapa, you are home. Mbingu imeshangilia kupokelewa kwako mbinguni, kama mwana, kama mwenyeji, kama mbarikiwa, kama mtawala, kama mfalme, kama kuhani.
Sasa ni wewe ukubali au utoke hapa mtumwa. Mimi nichukua mimi. Iko kwa meza. Haya mwanangu Mary, utabeba au utasema Mungu nafanyaje? Shetani shindwa. Sasa ni kusimama na kusema umefuata nini? Chone. Na unafuata shughuli zako. Na ukiombea shetani toka, hauangalii watoka au hatoki, waende na shughuli zako, maana yake ni aende. Hakuna otherwise. Kama nielezeje jamini? Hiki tu ndio mimi naona. Wacha kufungwa na akili. Kama vile kuku anasemekana akifungwa na kamba muda mrefu, hata akifunguliwa bado asikia amefungwa. Haya, kama asikia bado amefungwa, hiyo kamba ishafunguliwa, ni kusikia tu. Sasa funguka sasa. Au ngoja ufagwe ndio ujue ni uondoke. Nataka tutembee katika hiyo level sasa. We are home. Ninaomba sasa wewe ukitoka hapa, wewe ndiwe kusema. Kama umepungukiwa na hekima ya kitu, omba utapewa hekima. Lakini kuhusu mashetani, kuhusu magonjwa, kuhusu mamlaka, tupa hiyo imeisha. Kuhusu upungufu, kuhusu kupungukiwa, utajiri wote una Kristo. Amen. Na ashatupatia. Ni kwenda sema tu asante dadi, nimeona kuna upungufu huu, nimekuja nichukue ambacho naona nakihitaji, na kwa imani nimepokea, asante. Amen. Anasema na ukifanya hivyo umepata. Nataka tuanzie sasa kusonga mbele kuanzia sasa. Amen. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nilipokea nikatoka kwa kitanda cha mauti mpaka leo. Naweza pokea utoke kwa hiyo limitation ambayo umekuwa nayo. Sasa utembee katika nini? Uhuru wa roho na ushindi na mamlaka, uwe ushuhuda katika maisha yako kwa wale ambao wanakuangalia. Simama tumwambie Bwana ni asante. Mwambie tu Bwana ni asante. Hilo ni neno la kinabii. Pokea ile neno la kinabii kwa jina la Yesu. Litilie mazoezi. Mimi nilitia mazoezi langu. Leo natembea, nina uhuru. Baba asante. Asante sana Mungu wetu, Baba yetu ushie milele. Umetuokoa, umetukomboa, umetufungua. Hakuna kitu kinatutawala tena isipokuwa sauti yako. Sisi ndio watawala. Umetubariki kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Umetufanya miungu, umetufanya wafalme, umetufanya makuhani. Sisi ni wana nyumbani. Hatuna kitu tumepungukiwa nacho. Hata malaika na viumbe wote mbinguni wameshangilia baraka hizo zote zetu. Baba, kweli hii tutoke nayo sahihi na tutembee hivyo, tukumbushe. Tunashukuru hata kwa vyombo ambavyo vinasababisha kuweka hazina hii ili tukaisikie tena na tena na tena. Ninaomba Baba Mungu, kama ulivyonipatia huo ufunuo ukanitoa katika sumu ya nyoka hadi leo. Asante Bwana. Natarajia Bwana leo ni mwanzo mpya kwa maisha yetu. Fikra za kung'ang'ana, fikra za kushindwa, fikra za kujisikia duni, fikra za kuwa na hofu ya kesho zisionekane tena maishani mwetu. Tuwana na tumiungu kwa Yesu Kristo. Asante Mungu Baba. Tumeshukuru. Tutokapo Bwana, tembea nasi. Katukuzwe, kaunuliwe, kahimidiwe usiku na mchana. Iwe shuhuda kwa watu ya kwamba kwa Mungu kuna kupumzika, kuna ushindi, kuna maisha mapya. Kwa Yesu Kristo Mwokozi tumekuomba. Amen. Amen. Patie Bwana sadaka ya makofi. Asante.